Hawa ni JKT Tanzania, namna ambavyo wameanza. Valentino Mashaka akiongoza safu ya ushambuliaji, Omar Gonzo. Salamu alaikum popote pale ulipo, kutoka ndani na nje ya Jamhuri tukufu ya Muungano wa Tanzania. Sifuri ya kwanza ya Mtibwa Sugar, ya pili ya JKT Tanzania. Kabumbu imekwisha kuanza. Kwenda chini Kasim Safiri. Ni mazingira ambayo ilikuwa vita yake. David Bryson, macho kumchuzi, macho kubwabwa, close ya ndani ile. Hii hapa David Bryson aliweka ndani. Paul Peter Kasunda alikwenda na kichwa kile kama samaki mkizi katika bahari ya Hindi. Kwa David Bryson. Oh, Paul Peter Kasunda. Paul Peter! Paul Peter Kasunda ameamua aanze kujiamulia mambo hata kama yupo katika ardhi ya ugenini, ikiwa ni moja ya bao bora sana lenye mitazamo mikubwa ndani yake. David Bryson alimtafuta huko wapi? Paul Peter Kasunda alimtesa kwanza mlinzi wa Mtibwa Sugar. Kevu ya maana, aliteseka mlinzi kisha akateseka mlinda mlango. Ni kama amewapetipeti na wakakubali kupetika. Amewanyenga na wakakubali kunyengeka. Lakini michezo miwili ya msimu uliopita yote walipata ushindi wa mabao 2-1. Kasim Safiri amekwenda chini, lakini mwamuzi ni Mtibwa Sugar. Ismail Mhesa amekutana na Munda ile na imesikika kibuyu toka kwa Hatibu Kombo. Hiyo hapo. Hii ndio inaitwa mwanaume utakula kwa jasho. Namna ambavyo alikwenda. Omar Mdoe ameona sasa inastahili kuwa ya kadi. Gana mbali akienda kuupiga mpira wa adhabu. Mpira mrefu. Kasim Safiri amekwenda chini. Mwamuzi anasema uchezwe kuelekeza katika lango la Mtibwa Sugar. Kilinishtua filimbi ya mwamuzi na ameonyeshwa kadi ya njano. Tafsiri hapa ni kwamba amemwongopea mwamuzi kabla ya kwenda kupoteza mabao 2-1 dhidi ya TRA United wakiwa ugenini. Kona ya kwanza kwa Mtibwa Sugar. Charles Magata, close ya ndani, ni 1-1. Haruli ya Watwa wanaruka kimasai, wanaruka kwenye furaha ambayo sijui anazungumza lugha gani akaeleweka. Tazama hii hapa, Charles Frederick Magata, close ya maana ile, header iliyokwenda shule ikafika mpaka chuo kikuu. Hamu ni kubwa ya kutamani kupata matokeo baada ya kushuka msimu juzi. Close ya ndani. Watamlaumu nani kwenye bao hili? Mtibwa Sugar. Mbona imekuwa kama utani, lakini simu zimeita hatimaye. Na ni yule. Ilianza kama utani, ulikuwa ni mpira ambao aliweza kuondosha, lakini alishindwa kufanya hivyo. Angeweza kuondosha Evans Fabian, kichwa chake kile ni kama amepiga mbizi katika bahari ya Hindi. Ni mpira ambao ulikuwa mwepesi kwa Paul Peter Kasunda kusukuma kwenye net. Alifinywa akaambia usinitanie, ninaonekana nyumbani, acha kunidhalilisha. Hiyo hapo inaitwa acha kunidhalilisha. Akamkombelea mbali kama ugali na mlenda hivi. Ismail Mhesa akionyeshwa kadi ya njano. Mpira ambao umekwenda nje, lakini mwamuzi akisema ni half time. Imetosha kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza.
Ni kipindi cha pili, dakika 45 za pili. Saidi Mkopi ameweka mpira ndani, Clark! What a miss! This can be a miss of the match. Haamini mwenyewe. Mpira wa ndani zuri sana, free header. Charles Frederick Magata yule. Ala. Amemkomba nzuri sana hii. Weka close ndani ile. Ipo. Mpira ule kwenda nje na analalama akishinikiza kwamba ameunawa. Ameukalawila. Hata hivyo, lakini chenga ambayo alipiga Datis Peter ni chenga ya kuombea mkopo ile. Evans Fabian na cross ya ndani, mpira ambao umekataliwa. Popita piga na kibao. Mwingine tena. Wameamua unawe Saidi Mkopi. Hiyo hapo. Na huyo hapo. Ismail Mhesa anabembeleza. Amemkomba, amewekwa chini. Mwamuzi anasema ni mkwaju wa penalty. Ni mkwaju wa penalty, wamefaidika Mtibwa Sugar. Inawezekana ni kwamba wanakubali ya kwamba madhambi yamefanyika, lakini yamefanyika nje ya 18. Ndicho ambacho wanatafsiri JKT Tanzania. Hapa Ismail Mhesa. Hii hapa. Mwamuzi ameita mkwaju wa penalty. On the space. Charles Magata! Amelevel scoreboard. Ni 2-2. Penalty moja tamu sana kutoka kwa Charles Frederick Magata. Akiwanyanyua. Charles Frederick Magata amemuuza mlinda mlango Omar Gonzo. Amempeleka sokoni akanunue binzali, vitunguu, nyanya hivi. Watu wanaandika bao la pili. Charles Magata! Ni kona. Wameanza kupelekewa moto JKT Tanzania. Mtibwa Sugar ni kama wanadai change. Evans Fabian. Mimina close ndani. Kasim Safiri. Mkopi! Wana miss. Hii hapa. It's almost. Papara tu, palitakiwa utulivu pale. Ismail Mhesa. Weka mpira chini kwa amekaa katika kamba. Ni offside. Ilikuwa tuondoke hii. Akionyesha kadi ya njano Harun Liawato kwa kitendo chake. Matokeo haya kibaki hii hapa. Very tight. Charles Magata akausukuma mpira kwenye kamba. Twalibu Muhenga anabaki kuwa mchezaji wa mwisho kugusa mpira kabla ya kipenga cha mwamuzi, kuashiria kumalizika kwa dakika 90 za mtanange huu, mchezo nambari 194.